السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين، ونسأله من فضله العظيم، فإنه هو الجواد الكريم والبر الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتح لعباده أبواب الخيرات ودلهم على الباقيات الصالحات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، تركنا على بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana katika juma kama hili, lengo kuu ni kutahadharishana na kukumbushana. Leo katika khutba unwani yake inasema Firaku Ramadhan alamu wa ahzan. Kuondoka Ramadhani ama kumalizika Ramadhani kuna machungu makubwa na kuna huzuni nyingi. Hii ndio unwani ya hotuba yetu ya leo. Katika maisha tunayoishi katika huu ulimwengu, kuna mambo manane ambayo lazima mtu aweze kukumbana nayo, ama ni lazima mambo hayo yaweze kumkuta. Madhali yuko katika ulimwengu anaishi, basi mambo haya manane ni lazima yamkute, apende asipende. Mambo hayo, la kwanza ni sururun wa hamu. Sururun wa hamu, jambo la mwanzo ni furaha, la pili ni hamu. Katika maisha kila mwanadamu ama kila mtu lazima apate jambo la kumfurahisha, aweze kuwa na furaha. Hilo ni jambo la lazima. Haiwezekani kwa mtu kutokea mwanzo wa fahamu zake akawa yeye ni mtu wa kununa moja kwa moja, hakuna siku ambayo yeye atafurahi. Hilo jambo haliwezekani. Lazima mtu afurahi kwa matukio ambayo yataweza kutokea. Lakini pia la pili ni hamu. Lazima vile vile mtu awe na hamu. Katika maisha anayoishi kuna mambo ambayo yatamtia hamu, yatampa hamu, atakuwa na hamu nayo na kuyapata hayapati. Kwa hivyo la mwanzo ni sururun, la pili ni hamu, furaha na kuwa na hamu. Kisha wajtimaun wa furqa, la tatu na la nne ni kupata kujumuika. Katika maisha mwanadamu lazima ajumuike na watu wengine, ama lazima akutane na watu wengine. Kisha vile vile ni lazima aweze kutengana na watu wengine. Atakutana nao ama atakutana na huyu, baada ya muda wanatengana, wanakosa kuonana tena. Kwa hivyo jambo la tatu na la nne ambalo katika maisha mwanadamu lazima limfike ni kujumuika na watu, kisha kuweza kutengana na watu kama wale ambao alikuwa amejumuika nao ama alikuwa amekutana nao. La tano na la sita ni yusrun wa usrun.
Katika maisha mtu lazima apate wepesi wa mambo fulani, na vile vile lazima apate uzito wa mambo fulani. Haya ameyapata kwa njia ya wepesi, na hili ama haya hayapati ila akiyapata kwa njia ya uzito. Kwa hivyo la 5 na la 6 ni yusrun, wepesi wa mambo, wa usrun, na uzito wa mambo, ni jambo la 6. Kisha la 7 na la 8 ni sakamun wa afya. Mtu katika maisha lazima apate maradhi, awe mgonjwa. Kama sasa kuna walio wagonjwa, ama hata sisi ambao tuko hapa, kuna mwingine tumekuja tu kwa sababu ni juma, lakini tuko wagonjwa. Lakini pia kuna wakati mwingine ukapoa, ukapata afya nzuri, ukajisikia vizuri. Kwa hivyo la 7 na la 8 ni ugonjwa na afya. Haya ni mambo 8 ambayo katika maisha tunayoishi ni lazima mtu aweze kukutana nayo, apende asipende. Lakini katika mambo haya 8 kuna jambo moja ambalo linahuzunisha zaidi, linatia machungu zaidi kuliko mambo yote haya, nalo ni alfurqa, kutengana, ama tunaweza kusema firaqul ahibba, kutengana na wapenzi wetu. Utatengana na mtu ambaye ulikuwa uko naye pamoja, na akishakuondoka kama hivyo, waweza kukutana naye pengine katika maisha yako, katika umri wako, ukaja ukakutana naye, lakini mara nyingine akishakuondoka, ameondoka, ndio basi utakutana naye tena. Sasa hili ndilo jambo ambalo linatia huzuni zaidi katika maisha ama katika nyoyo zetu. Hili ni jambo ambalo linahuzunisha na linatia machungu zaidi, kuondokewa na kipenzi chako ama kuondokewa na unayempenda. Tukikumbuka wiki 2 zilizopita tulikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini kwa sasa tunavyoongea hatuko tena katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ushaondoka, ushamalizika. Na mwezi wa Ramadhani ulikuwa ni kipenzi cha waja wema. Ramadhani ilikuwa ni kipenzi cha wacha Mungu. Kila aliyekuwa mcha Mungu alikuwa akiipenda Ramadhani. Hakutaka Ramadhani imalizike, iondoke, kwa sababu ni kipenzi chake. Kama vile wewe leo unavyoondokewa na mtu unayempenda, huwa una huzuni kiasi gani? Sasa waja wema, wacha Mungu, kuondokewa na Ramadhani ni masikitiko makubwa, imewatia machungu katika nyoyo zao na huzuni isiyokuwa na kifani. Kwa nini wasiwe na huzuni? Kwa nini wasihuzunike? Kwa nini wasiwe na machungu? Kwa sababu wanajua thamani ya mwezi wa Ramadhani. Wanajua kwamba sunna waliokuwa wakiswali ndani ya mwezi wa Ramadhani wanalipa faradhi. Faradhi wanayoiswali ndani ya mwezi wa Ramadhani wanalipa mara 70. Sasa kila wakiketi wakifikiria kwamba hili limekwisha, limeondoka, hatutolipata tena, hili ni jambo ambalo linawatia uchungu na huzuni ndani ya nyoyo zao. Kwa hivyo kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani kuna machungu na kuna huzuni, lakini kwa wale wacha Mungu, si kwa kila mtu. Kila aliyemcha Mungu ana huzuni na masikitiko na machungu kwa sababu ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Ndio yule shairi akasema, faya shahru siyam fadatka nafsi, ewe mwezi wa saumu, mwezi wa kufunga,
nafsi yangu itakukosa, itakuwa na huzuni kwa kuondoka kwako. Asema tamahal birrahili wal intiqali, nenda taratibu kuondoka kwako, nenda taratibu, usiende haraka tukakukosa kwa haraka, nenda lakini taratibu. Asema fama adri idha mal'amu walla, sijui mimi kwamba mwakani ama huu mwaka utakapomalizika, sijui huu mwaka ukimalizika, wa utta biqabilin fi khairi hali, na wewe Ramadhani ukarudi tena katika hali ya kheri, hali ambayo ni nzuri kama kawaida yako. Atalkani ma'al ahyai hayya, sidhani ama sijui kama utakuja kunikuta nikiwa hai pamoja na walio hai katika mgongo wa ardhi. Sijui kwamba kuondoka kwako baada ya mwaka ukirudi, kwa sababu Ramadhani kishakumalizika hairudi mpaka mwaka mwingine. Sasa sema sijui mwakani utakaporudi utanikuta nikiwa hai pamoja na watakaokuwa hai juu ya mgongo wa ardhi. Am annaka talqani fil lahdi bali, ama utakuja kunikuta nikiwa ndani ya matumbo ya ardhi nikiwa nimeoza. Sijui utanikuta nikiwa hai pamoja na watakaokuwa hai juu ya mgongo wa ardhi, wala sijui utanipata nikiwa ndani ya matumbo ya ardhi nikiwa nimeoza. Fadhalika halu dunia, asema hiyo ndiyo hali ya dunia, hiyo ndiyo hali ya dunia. Dawaman, daima katika maisha ya dunia, firaqun ba'da jam'in wa irtihab, maisha ya dunia kawaida ni kutengana na vipenzi vinavyovipenda baada ya kukaa navyo ama baada ya kukutana navyo. Hiyo ndio maisha ya dunia na ni hali ya kawaida. Leo uko naye unayempenda, kesho unayempenda hayuko, ama wewe umeondoka, anayekupenda naye anasikitika. Hayo ndiyo maisha ya dunia. Sasa kuondokewa na Ramadhani, wale wacha Mungu wamepata machungu makubwa mazito, na wamepata huzuni kubwa kabisa kwa kuondokewa na Ramadhani. Ikiwa mimi na wewe tumefurahia kuondoka kwa Ramadhani, basi tufahamu kwamba sifa ya uchamungu itakuwa iko mbali sana na sisi. Tutakuwa mbali sana na sifa hii ya uchamungu ikiwa kumalizika ama kuondoka kwa Ramadhani kwetu itakuwa ni furaha. Jipime mwenyewe nafsi yako, kumalizika ama kuondoka Ramadhani, moyo wako umehisi vipi? Umehisi furaha ama umeingiwa na huzuni kwa sababu Ramadhani imemalizika? As-salafu salih, wema waliotangulia, kawaida yao wao daima mwaka mzima walikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwaka mzima wako ndani ya Ramadhani. Kivipi? Wako ndani ya Ramadhani miezi 6 kabla ya Ramadhani, wao wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe Ramadhani. Miezi 6, sio miezi miwili mitatu, sio siku 2-3, miezi 6 wao kila wakikaa wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe Ramadhani. Na baada ya Ramadhani kisha wapata, wakiikuta Ramadhani ikisha kumalizika, miezi 6 mingine iliyoko mbele yake baada ya Ramadhani, wanamuomba Mwenyezi Mungu awatakabalie matendo yao walioyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo miezi 6 kabla wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe Ramadhani, miezi 6 baada wanamuomba Mwenyezi Mungu yale matendo mema ya kheri walioyafanya katika mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu ayakubali, awaekee katika mizani ya hasanati yao kesho akhera. Hawa ni ndugu zetu wema waliotangulia. Walikuwa na huzuni na machungu kwa sababu ya kuondokewa na Ramadhani. Kila Ramadhani ikiondoka, wao wanahisi uchungu na maumivu ndani ya nyoyo zao kwa sababu Ramadhani imemalizika. Hawakuwa na furaha kama
kama mimi na wewe, bali ilikuwa ikifika siku ya Eid wao wana furaha na huku wana huzuni. Mambo mawili haya wameyakutanisha pamoja. Ukimwangalia katika uso wake washindwa kumwelewa huyo ana furaha ama ana huzuni. Ukimwangalia ule uso wake hauonyeshi kuwa ana furaha wala hauonyeshi kuwa ana huzuni. Yuko baina hapa, huku ana huzuni, huku ana furaha. Ikifika siku ya Eid, lakini je, mimi na wewe ikifika Eid ni furaha iliyoje tulionayo? Kwa sababu sisi husema kwamba tumeimaliza Ramadhani. Furaha tutakokuwa nayo ni kwamba tumeimaliza Ramadhani. Lakini wenzetu wema waliotangulia, Ramadhani ikimalizika wana huzuni upande mmoja na upande mmoja wao wana furaha. Wana furaha kwa sababu Mwenyezi Mungu amewawezesha kukamilisha mwezi wa Ramadhani. Wana furaha Mwenyezi Mungu amewawezesha kufunga mwezi wa Ramadhani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hiyo ndio furaha yao. Na wana huzuni kwa sababu Ramadhani imemalizika. Sasa vitu viwili hivi wanavijumuisha pamoja kwenye moyo mmoja, uso mmoja, siku moja ya Eid. Lakini tuangalie na hali zetu zikoje siku kama hii. Mathalan, hivi sasa tukaambiwa kwamba ule mwezi ambao mmefunga ilikuwa sio Ramadhani, ilikuwa ni Rajab. Sasa tuko Shaabani, ukimalizika Shaabani tunaingia Ramadhani, ile ilikuwa sio Ramadhani. Anasabili mithali, tuambiwe ule mwezi tuliofunga haikuwa Ramadhani, mmekosea, ilikuwa ni Rajab. Sasa ndio tuko kwenye Shaabani, ikimalizika twaingia Ramadhani. Sasa ni wangapi watakuwa tayari kufunga tena? Ni wangapi watakuwa tayari kufunga? Ni wachache sana. Ni wachache. Wengi wale wanasema nishafunga. Kama ilikuwa si Ramadhani utajua wenyewe. Wenyewe kina nani sasa? Mwenyewe ni wewe, wenyewe kina nani? Hao utajua wenyewe kina nani? Mwenyewe wewe mfungaji ufunge. Hili leo litakuwa wallahi wengi watafunga. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi nikiwa na mifano na dalili. Mara nyingine imamu anaweza kukosea hapa. Sala ya dhuhuri akaswali rakaa 3 akapiga salamu, akaambiwa imamu umekosea, umeswali rakaa 3 badala ya rakaa 4. Imamu akienuka kutaka kukamilisha rakaa ya 4, kuna watu nyuma maamuma huwa wanainuka wanakwenda zao, isha swali. Usiswali vipi? Hakuna dhuhuri ya rakaa 5, isha swali. Na kweli atakwenda, yanatokea twayaona, si mambo ya urongo, si mambo ya uzushi, yanatokea twayaona. Imamu amekosea, ameswali rakaa 3, swala ya rakaa 4. Imamu akienuka akikumbushwa ameinuka kuswali ile rakaa moja ambayo ameiacha, ameisahau, watu maamuma nyuma wanatoka wanakwenda. Sasa leo itakuwa Ramadhani imekoseka, nataka kurudiwa tena. Ni wakati watakapojitolea kufunga tena? Ni wachache. Ule ukweli ni wachache sana. Wengi ndio wanasema mimi nishafunga, tajua wenyewe. Wenyewe kina nani? Wenyewe kina nani? Mwenyewe ni wewe, unaichekana. Kama ni kuswali uswali, kama ni kufunga ufunge. Mwenyewe ni nani? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, matendo tuliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani, huu ndio wakati wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie. Sio kwamba tushamaliza Ramadhani ni basi, la, turudi katika misikiti tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matendo tuliyoyafanya, sala zetu, saumu zetu, istighfari zetu, toba zetu, Mwenyezi Mungu atutakabalie. Tuyaendeleze yale tukiokuwa tukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafaa ama anataka kuabudiwa kila siku, sio mwezi fulani. Hakuna ibada ya mwezi fulani. Hakuna Mungu wa Ramadhani na Mungu wa Shawwal na Mungu wa Dhulqaada, kwamba labda Mungu wa Ramadhani ndiye mkali zaidi, anayeogopewa, anayefaa kuabudiwa, lakini Mungu wa Shawwal yeye hana neno, baridi, makini. Mungu ni yule yule mmoja, amri ni zile zile. Mola yule yule uliokuwa ukimwabudu katika mwezi wa Ramadhani ndiye huyo huyo, hajabadilika. Kama ni ukali wake ni ule ule. Katika Shawwal pia anafaa kuabudiwa vile vile. Na ikiwa tutarudi kuendeleza yale tuliyokuwa tukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani, hiyo ndio alama ya kubuli amali, kwamba matendo yetu ya Ramadhani tuliyoyafanya yatakuwa yamekubalika. Nitatoa baadhi ya wasaili fulani ambazo zaweza kutusaidia na kuchangia sisi kuendelea kutekeleza yale tuliyokuwa tukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Kuna wasaili kadhaa ambazo ikiwa mtu atazishika na kuzitekeleza, basi yale aliyokuwa akiyafanya Ramadhani ataweza kuendeleza. Na la mwanzo kabisa ni addu'a bil ithbat, ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe ithbat, akudumishe katika ibada. Unamuomba Mwenyezi Mungu akudumishe katika ibada. Na hili Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akilifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba adumishwe, Mwenyezi Mungu amdumishe katika ibada. Katika hadithi ambayo ameisimulia Shaddad bin Aus, asema Shaddad kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakulu fi salati, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema katika dua zake ama akiwa katika swala yake, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata fil rushd. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri, ee Mwenyezi Mungu nakuomba unidumishe, unithibitishe katika jambo la kheri, na unipe maazimio mazuri katika mambo ya kheri. Yani saa zote mimi nidumu katika kuyafanya mazuri, na uniwezeshe kuweka maazimio ya kufanya mambo ya kheri. Hii dua Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akiitumia akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amdumishe katika taa, katika mambo ya kheri. Kwa hivyo ikiwa nasi tutaitumia dua hii, basi huenda ikawa ni sababu ya sisi kuweza kudumu katika taa, katika ibada. Katika hadithi nyingine ambayo ameisimulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asema Anas, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yukthiru an yaqula, alikuwa mara nyingi Mtume akisema, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Hii dua nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiipenda sana kuitumia. Ewe mwenye kubadilisha nyoyo, ewe mwenye kubadilisha nyoyo, ithubutisha ama uthubutishe moyo wangu katika dini yako, udumishe moyo wangu katika dini yako. Kisha akasema, wa ya musarrifa alqulubi, ewe mwenye kuswarifu, kugeuza nyoyo, sarif qalbi ala ta'atik, moyo wangu ugeuze na uswarifu, upeleke kwenye taa yako, saa zote uwe ndani ya taa yako. Hii dua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiipenda sana. Aliposema maneno haya, Anas bin Malik akasema yeye kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amanna bik wa bima jita bihi fahal takhafu alaina, sisi tumekuamini na tumeamini yale yote uliyokuja nayo wewe, sasa una hofu na sisi? Baada ya Mwenyezi Mungu, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema
ya muthabbit alqulubi thabbit qalbi ala dini wa ya musarrif alqulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Anas bin Malik akamwambia Mtume, ya Rasulullah, kwani unashaka na sisi? Sisi tumekuamini na tumeamini yale yote uliyokuja nayo, vipi una wasiwasi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Anas akamwambia, naam, ndiyo, nina hofu, nina wasiwasi. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'i llahi yuqallibuha kaifa yasha. Nina wasiwasi na hofu kwa sababu hizi nyoyo zetu ziko kwenye vidole vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaiswarifu namna anavyotaka hizi nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu anazigeuza na kuziswarifu vile anavyotaka. Ndio maana namuomba Mwenyezi Mungu wakati anazigeuza hizi nyoyo zetu, basi azidumishe katika dini na katika taa. Kwa hivyo ikiwa tutakuwa na dua kama hizi kumwomba Mwenyezi Mungu atupe ithibati katika ibada na katika dini, basi huenda ikatupelekea sisi kuweza kudumu ndani ya taa. La pili ni tadhakuru ma a'adahu Allahu lilmuti'in, ni kujikumbusha ama kukumbuka yale ule ujira ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuandaa kwa mwenye kufanya mema. Ujikumbushe kwamba mimi nikiswali, swala kwangu itakuwa ni nuru siku ya Kiyama. Nikisoma Qur'ani itakwenda kuniombea shufaa mbele ya Mwenyezi Mungu, na kila harufu moja mimi napata thawabu 10. Kila harufu moja napata thawabu 10. Na kesho akhera Qur'ani itafanya nini? Itaniombea. Sasa ikiwa mja atakumbuka mambo kama haya, kwamba mimi nikifanya hili napata hili, nikifanya hili napata hili, hili nalo pia ni moja huenda likampa msimamo akadumu katika kufanya ibada, kwa sababu anajua mimi nikiswali napata nini, nikifunga napata nini. Kama Mtume alikwambia mwenye kufunga siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anamweka mbali baada Allahu bidhalika al-yawmi 70 kharifan minan nar, anamweka mbali na moto wa jahannam kwa muda wa ama masafa ya umbali wa wa miaka 70. Unaekwa mbali na moto kwa muda wa masafa ya miaka 70. Nikifunga siku ya pili miaka 140, nikifunga siku ya tatu miaka 200 na siku 10 itakuwa mbali na moto wa jahannam. Sasa mtu akifahamu hili atafunga tu, atafunga kwa sababu anajua nikifunga napata nini. Kwa hivyo kujikumbusha ujira anaopata mwenye kufanya zile khairati ama yale mambo mema. Ikiwa tutajikumbusha, basi tutaweza kujiweka karibu na kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila kurudi nyuma. Kisha jambo lingine ni as-suhbatu salihah, ni kufuatana na mtu mwema ama na watu wema. Wewe saa zote ukawa unatembea na watu wema. Hili pia litachangia kukufanya wewe kuendelea kufanya ibada, kwa sababu wale watu wema ambao ni marafiki zako utotaka wakuone katika maasi, utotaka wakukose katika ibada. Kwa hivyo kusuhubiana na watu wema pia ni moja katika mambo ambayo yanaweza kumfanya mtu akadumu katika taa ama katika ibada. Hadithi ambayo amepokea al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ahmad, hadithi aliyosimulia Abu Huraira radhiallahu anhu, asema Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema almar'u ala dini khalili, mtu yuko katika mwenendo ama yuko katika dini ya yule rafiki yake. Anachofanya rafiki yako lazima na wewe utataka kufanya. Utoke na mahali ukamwacha akafanya yeye, wewe ukaketi, lazima utafanya. Kwa hivyo mwenendo atakokuwa nao rafiki yako, dini atakokuwa nayo rafiki yako, na wewe utakuwa katika hiyo. Akasema Mtume,
falyanzur ahadukum man yuqarib. Sasa mmoja wenu aangalie sasa, tayari iko kwake, atataka kufuatana na mtu wa aina gani? Wataka kufuatana na mtu wa aina gani? Ukifuatana na mvutaji bangi, bila shaka leo utaambiwa ni mvutaji bangi. Hata kama uruhuti, msivuti, mbona ufuatana naye? Ama mbona humkanya akaacha? Kwa hivyo kufuatana na watu wema, kusuhubiana na watu wema, ili nalo ni moja ambalo litapelekea mtu kudumu katika taa. Na kudumu katika taa kunapelekea pakubwa sana mtu kupata husnul khatima. Ikiwa mtu saa zote yuko katika istighfar, saa zote yuko katika tauba, saa zote yuko katika adhkar, saa zote yuko katika kusoma Qur'an, kwa sababu hajui mauti yake yatamfika wakati gani, mahala gani. Sasa kwa sababu yeye saa zote ni mtu wa adhkar, saa zote yuko katika ibada, mauti yakimfika yatamfika akiwa katika ibada fulani anayoifanya. Ima ni adhkar, mauti yanampata akiwa katika adhkar. Ima ni istighfar, mauti yanampata akiwa katika istighfar. Ama ni saumu, mauti yanampata akiwa yeye yuko katika saumu. Ama yuko ndani ya swala, mauti yanampata akiwa katika swala. Kwa hivyo kule kudumu katika kufanya mema, basi kunapelekea, yani kuna nafasi kubwa sana ya kupelekea wewe kupata husnul khatima. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim, hadithi aliyosimulia Jabir bin Abdullah, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yub'athu kullu 'abdin fil qabri ala ma mata, kila mtu atafufuliwa kaburini kwake kwa kile ambacho alikufa akiwa nacho. Umekufa wewe katika tabia, unaleta adhkar ama unaleta tahlil, basi utafufuliwa ukiwa unaleta tahlil, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Umefariki ukiwa na la ilaha illa Allah, basi utafufuliwa ukiwa na la ilaha illa Allah. Umefariki ukiwa katika istighfar, basi utafufuliwa ukiwa katika istighfar. Umefariki ukiwa mlevi, basi utafufuliwa ukiwa mlevi. Kwa sababu kile ambacho wewe mauti yamekukuta ukiwa nacho, ndicho hicho ambacho wewe utafufuliwa nacho. Kwa hivyo ukidumu katika taa, bila shaka mauti yatakupata ukiwa katika taa, na hiyo itakuwa ni husnul khatima, utakuwa umeipata. Mtume akamalizia hadithi akasema, al-mu'minu ala imani, mu'min atakufa juu ya imani yake atakayokuwa nayo, wal munafiqu ala nifaqihi, na munafiki naye vile vile atakufa na ule unafiki wake, na atafufuliwa na ule unafiki wake. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tunadhani nastamuna kaula na sana, na atudumishe katika taa, atuongoze tuweze kuyafanya ya kheri, na yale maovu Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kuyaepuka. Kwa hiyo nataka tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tunadhani nastamuna kaula na sana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.